babu ma jaa fi sifati ad-dir' rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Mlango unaofuatia hapo mbele ni mlango unazungumzia habari ya sifa ad-dir', namna gani dir' ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Kabla hatujenda katika hadithi, nini maana ya dir' ambayo imekusudiwa katika hadithi hii? Wanazuoni walipokuwa wakisherehesha kitabu hiki, kuna baadhi ya shuruh wameandika katika sharhe, wanasema ad-dir'u ni jubbatu min hadid. Dir'u ni juba la chuma, ni juba la chuma ambalo juba hili tusna halqan, latengenezwa katika mfumo wa duara, yanakuja katika rounds. Watulbas, na mara nyingi juba hili huvaliwa lilharbi, kwa ajili ya vita, bimaana ya kwamba ni nguo inayotengenezwa kwa chuma, na ile jinsi inavyotengenezwa, inatengenezwa katika mfumo wa duara, na inavaliwa kwa ajili tu ya vita. Haivaliwi kwenye harusi, haivaliwi kwa ajili ya kusalia, haivaliwi isipokuwa wakati wa vita. Kuna vita, basi ndio nguo hii inavaliwa, ambayo inaitwa dir. Kana lahu wa kama qala Ibn al-Athir, na kama alivyosema Ibn Athir katika maelezo yake, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na adra 7, yani zile nguo za kivita zile za chuma alikuwa nazo 7. Fakad kana lahu dir'u tusamma dhata al-fadul, bwana Mtume alikuwa na nguo ya chuma ya kivita inaitwa dhata al-fadul. Hii ya kwanza, na sumiyat bidhalika lituliha, imeitwa al-fadul kutokana na ule urefu wake, yani ni refu tofauti na madira mengine. Wa hiya allati rahanaha inda abi shahm al-yahudi, na dir'a hii ni ile ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda kuiweka rehani kwa yule Myahudi ambaye anaitwa Shahm al-Yahudi. Ukisoma sira Mtume sallallahu alaihi wasallam, lazima utakikuta kipengele hiki kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hana tusema qutul yawm, chakula, na hana uwezo kununua. Kwa hiyo akaenda kwa Myahudi akaweka rehani ile nguo yake ya kivita, ili apate chakula cha kuweza kula na familia yake. Kwa hivyo hiyo nguo hiyo ya kivita inaitwa dhata al-fadul, yani dir'a hiyo. Kisha kuna dir'a tusamma dhata al-washah, na kuna vile vile dir'a nyingine bwana Mtume alikuwa nayo tusamma dhata al-hawash. Alikuwa na vile vile dir'a nyingine tusamma fidda. Alikuwa na dir'a nyingine inaitwa as-sugudiyya, na vile vile alikuwa nyingine tusamma al-batra, na nyingine inaitwa tusamma al-kharnaq. Kwa hiyo nguo za kivita za Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa nazo aina 7 tofauti, na hizi ndizo ambazo katika mlango huu inazungumziwa kwamba dir'a hizo zitakuwa zinaelezwa namna gani. Kwa hiyo inapozungumzwa babu ma jaa fi dir'i, mlango unazungumzia fi sifati dir'i, kuhusu wasifu wa dir'i, yani nguo ya kivita ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kuna hadithi mbili tu katika mlango huu. Hadithi ya kwanza ni hadithi ya Zubair bin Awam. An Zubair bin Awam, kutoka kwa Zubair bin Awam radhiallahu anhuma, qala, amesema
kana ala nabii sallallahu alaihi wasallam, alikuwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam amevaa yauma Uhud, siku ya vita vya Uhudi, dir'ani, nguo za kivita za chuma mbili. Dir'ani, nguo hizo za madir'i yalikuwa ni mawili. Kana, alikuwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ala nabii, yani hapa kwa Kiswahili kizuri yafasiriwa pakisema kana ala, bimaana kwamba alikuwa amevaa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kana ala nabii sallallahu alaihi wasallam, yani bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amevaa yauma Uhud, siku ya vita vya Uhud, amevaa dir'ani, dir'a mbili. Fanahadha ila as-sakhrat, bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akawa apanda. As-sakhr bimaana ya jabali, mlima, sehemu ambayo ilikuwa imeinuka katika mlima. Fanahadha, akapanda bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ila as-sakhrati, katika mlima, yani juu ya mlima. Falam yastati, lakini hakuweza, akashindwa. Falam yastati bimaana hakuweza yani kwa maana kupanda katika mlima ule. Fanahadha ila as-sakhrat, basi akapanda juu ya mlima bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Falam yastati, lakini akashindwa, hakuweza kupanda katika ule mlima. Fa aq'ada Talha, bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akamketisha sahaba anaitwa Talha. Fa aq'ada Talha, akamketisha sahaba anaitwa Talha, tahtahu, kwa maana chini yake, tahtahu, chini yake. Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam amesimama, akamwambia Talha keti, akaketi Talha. Baada Talha kuketi, wasaada nabii sallallahu alaihi wasallam, bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akapanda juu ya mgongo wa nani? Wa Talha. Wasaada an-nabii sallallahu alaihi wasallam, bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akapanda juu ya mgongo wa Talha, kwa sababu alimwambia Ka'ab, hatta stawa ala as-sakhra, mpaka bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akalifikia ile jabali na stawa, yani akakaa juu ya mlima, juu ya jabali lile. Lakini baada ya kupanda juu ya mgongo wa Talha mwenyewe, bwana mtume alishindwa. Falam yastati, kwa hiyo akamwita Talha akamwambia keti. Kwa bwana mtume akapanda juu ya mgongo wa Talha na akalifikia jabali lile, thumma hatta stawa, mpaka akakaa vizuri kabisa katika ala as-sakhra, juu ya jabali hilo. Qal, akasema Zubair bin Awam radhiallahu anhuma, sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, nilimsikia mtume sallallahu alayhi wasallam yakulu, akisema aujaba Talha, aujaba Talha, kwa maana imemwajibikia Talha. Aujaba Talha, imemwajibikia Talha. Maana wanasema wafasirina au katika sharhi za hadithi, suala hili la tamko hili la mtume aliposema aujaba Talha, ni katika mukhtasar Shamail al-Muhammadiyya, al-Albani rahimahullahu akawa ameielezea hii, akasema hii aujaba Talha inakusudiwa hivi kwamba wajabat lahu aljanna, imemwajibikia Talha pepo. Kisa nini? Kisa kule kwamba ameinama, amekaa chini, bwana mtume akapanda juu ya mgongo wa Talha na akaweza kupanda juu ya jabali. Kwa bwana mtume akasema naam, aujabat Talha, bimaana ya kwamba Talha imemwajibikia pepo, yani ni mtu wa peponi, amebashiriwa pepo kutokana na kitendo hichi. Hadithi hii ni hadithi sahihun, kama vile ambavyo alivyosahihisha al-Albani rahimahullahu katika mukhtasar ash-Shamail al-Muhammadiyya. An Zubair bin al-Awwam, kutoka kwa Zubair bin al-Awwam qala, amesema kana ala an-nabii sallallahu alaihi wasallam, alikuwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam amevaa yauma Uhud, siku ya vita vya Uhud, dir'ani, dir'a mbili. Fanahadha, basi bwana mtume akapanda ila sakhrati, juu ya jabali. Falam yastati, lakini hakuweza. Fa aq'ada Talha tahtahu,
akamketisha sahaba anaitwa Talha chini yake. Wasada an-nabii sallallahu alaihi wasallam, na bwana mtume akapanda juu ya mgongo wa Talha, hatta stawa ala as-sakhra, mpaka akalifikia jabali, akakaa juu ya jabali. Qal, akasema Zubair bin al-Awwam, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, nimemsikia bwana mtume sallallahu akisema, aujaba Talha, bimaana kwamba imemwajibikia pepo Talha kutokana na kitendo chake hichi cha kuketishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam na akawa amekaa. Naam, hadithi hii ni sahihun. Hadithi ya pili ambayo ndio mwisho katika mlango huu, hadithi mbili tu, ni an Sa'ib bin Yazid, kutoka kwa Sa'ib bin Yazid, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwamba hakika mtume sallallahu alaihi wasallam kana alayhi, ndio ile tafsiri ya mwanzo kwamba alikuwa amevaa, kana alayhi, alikuwa amevaa yauma Uhud, siku ile ya vita vya Uhud, amevaa dir'ani, madira mawili. Tukusudia zile dira ni nguo za kivita za chuma mbili. Qad dhahara bainahuma, bimaana kwamba amevaa moja juu ya nyingine. Qad dhahara bainahuma, amevaa ile dir'a moja alafu akavaa ni dir'a nyingine juu yake, kama alivyofasiri wanazuoni. Dhahara bainahuma yani jamaa bainahuma, wa labisa ihdahuma fawqa al-ukhra, yani akazichukua zile dira mbili, akavaa ya kwanza kisha akavaa ya pili juu yake. Hii ndiyo maana dhahara bainahuma. Na kama vile vile alivyofasiri Al-Albani rahimahullah katika Mukhtasar Shamail al-Muhammadiyya, ay jamaa bainahuma wa labisa ihdahuma fawqa al-ukhra kaannahu ja'ala ihdahuma dhahira wal ukhra batina. Anasema Al-Albani kwamba hii inaonyesha kwamba kama ilikuwa ya dira moja iko ndani na dira nyingine iko nje, bimaana alikuwa mara nyingi akivaa katika mfumo huu. Naam.